Na kusalimu asubuhi ya leo kwa upendo wa Mungu aliye hai. Mpendwa na rafiki yangu, naomba nikukaribishe kwa ajili ya neno la Mungu, na ujumbe wetu unasema kutamkia kilichosimama mbele yako kiondoke. Kitabu cha Zakaria mlango wa 4 mstari wa 6 na wa 7. Mstari wa 7, maandiko yanasema, ni nani ewe mlima mkubwa mbele ya Zerubabeli? Utakuwa nchi tambarare, naye ataleta lile jiwe na kuliweka juu yako kabisa, pamoja na vilele vya neema na neema. Bwana asifiwe. Mbele yako ayamkini kuna kitu kilichosimama kwa lengo la kukuzuia usisogee mbele. Maana kuna watu wanatamani kwenda mbali sana, lakini kuna vikwazo ambavyo adui ameweka mbele yako. Kile ambacho natamani kusema asubuhi ya leo, ndani ya kinywa chako Mungu ameweka mamlaka na neema ya kuamuru kila kilichosimama mbele yako kinyume na wewe kiondoke. Unachotakiwa kufanya ni kusimama na kutamkia kilichosimama mbele yako kisogee, ili upate kusogea na wewe. Maandiko yanazungumza juu ya Zerubabeli. Anasema, ewe mlima mkubwa, kwenye ule mstari wa 6, uliyesimama mbele ya Zerubabeli. Anawaambia si kwa uwezo wala kwa nguvu ya kibinadamu huu mlima utaondoka. Mlima mpendwa, ni kama majaribu yaliyosimama mbele yako, ni kizuizi kinachokuzuia wewe usisogee. Hivyo asubuhi ya leo, tumia neema Mungu aliyeweka ndani yako, itamkie kila kilichosimama mbele yako kinachokuzuia usisogee, usiinuke. Itamkie maneno ya hicho kitu kuondoka. Anasema, ewe mlima mkubwa mbele ya Zerubabeli, utakuwa nchi tambarare. Asubuhi ya leo, isemeshe kinachokufanya usiinuke, kinachokufanya usiwe na amani, kinachokufanya usiwe na furaha. Isemeshe, maana Mungu ameweka neema ya kuumba ndani yako. Kile utakachotamka kwa kinywa chako kwa imani itakwenda kufanyika. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Joshua sura ya 10 mstari wa 12 mpaka 13, wakati walipokuwa wanapigana vita, ili Joshua apate kupigana vita, maandiko yanasema akasimama mbele za Bwana akasema, ewe jua simama. Na jua likasimama na mwezi ukasimama, kwa neno ambalo amelitamka kwa kinywa chake, kitu kikatendeka. Maandiko yanasema hapo mwanzo kulikuweko neno, na ndani ya neno ndimo kulikokuweko uzima. Tumia neno la Mungu kutamkia kilichosimama mbele yako, kizuizi cha aina yoyote. Mungu anamwambia Hezekia atabiri juu ya mifupa
na akatamka neno kwenye ile mifupa, haikubaki kuwa mifupa tena. Maneno ya Hezekia yaligeuza mifupa, yakakusanyika na ikatokea nyama, kisha ikatokea jeshi kubwa. Mpendwa wangu na rafiki yangu, asubuhi ya leo, kuna vitu unaviona kama mifupa kwenye maisha yako. Kila unachofanya unaona kama mifupa. Katamke neno asubuhi ya leo. Tamka juu ya kazi ya mikono yako. Tamka juu ya familia yako. Tamka juu ya mahitaji yako, na kupitia matamko yako Mungu atafanya kitu. Wewe unaweza kuumba maisha yako. Unaweza kutamka Mungu afanye nini. Maandiko yanasema, je, umeiamuru asubuhi yako? Umeijulisha mapambazuko mahali yake? Asubuhi ya leo, mpendwa na rafiki yangu, nenda katamkie asubuhi yako mema. Nenda katamkie siku yako baraka, maana Mungu ameweka ndani yako mamlaka ya kutamka. Unapotamka mabaya juu ya siku yako, mabaya yatakufuata. Lakini unapotamka mema juu ya siku yako, haijalishi unapita magumu kiasi gani, haijalishi kuna mlima unaona ni mkubwa kuliko unapofikiri, tamka neno juu ya mlima na neema ya Mungu itakuwa juu yako. Maana nasema, nitaleta neema juu ya vilele vya mlima huu. Kila neno utakalotamka, Mungu ataachilia neema na nguvu itakayoambatana hilo neno, ili uweze kuinuka na kusogea. Ubarikiwe mpendwa na rafiki. Wacha niombe. Mungu aliye hai, asante kwa sababu ya asubuhi ya leo. Kuna kilichosimama mbele ya maisha ya mtoto wako. Anaona kama vile hatawahi kusogea tena. Katika jina la Yesu Kristo, ninaomba neema ya kupenya yasiyopenyeka. Naomba neema ya kupita kusikopitika, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, nakushukuru. Ni katika jina la Yesu nimeomba asubuhi ya leo. Amen. Rafiki yako Mwalimu Bishop Daniel Mathew